Hivyo unafahamu kuwa Urusi imefanya kitu cha ajabu kabisa, yani imefanya matendo ya mitume, kulipa ubaya kwa wema. Hata mimi na wewe sidhani kama tungeliweza. Eti imedungua ndege zake 7 zisizo na rubani zilizokuwa zinakwenda kuwapa somo Ukraine. Hii ni mara baada ya simu ya Trump kupigwa, ambayo wanaume hao walizungumza si chini ya dakika 90 ndio kupatana. Mnamo siku ya jana Urusi ilitoa ripoti kwamba ilishusha droni zake wenyewe baada ya simu kati ya Rais Vladimir Putin na Rais Donald Trump. Ilitokea wakati operation ya kijeshi ambapo vikosi vya Urusi vililenga drones katika mchakato wa kujilinda. Wizara ya Ulinzi ya Urusi ilithibitisha hatua hiyo, huku ikieleza kuwa ilikuwa ni sehemu ya kudhibiti tishio linaloweza kuathiri usalama wa taifa hilo, kwani Ukraine ilimpiga kaka yake wakati amegeuka nyuma. Hii ni vita ya uoga sana, sijawahi ona tangu kuumbwa kwa ardhi na mbingu zake 7, ambapo jeshi la Urusi limesema lililazimika kushusha drones zake mwenyewe ili kutekeleza amri ya Rais Vladimir Putin ya kusitisha mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati ya Ukraine. Amri hii ilitolewa baada ya mazungumzo kati ya Rais Putin na Rais Donald Trump mnamo siku ya Jumanne, ambapo walijadili kwa kina na ubaga hali ya vita na juhudi za kupunguza ghasia kati ya Ukraine na Urusi. Katika mazungumzo yao kwa simu, Rais Putin alikubali pendekezo la Rais Trump la pande zinazohusika katika mzozo wa Ukraine kuepuka kushambulia miundombinu ya nishati kwa muda wa siku 30, na Urusi ilisema kuwa kiongozi wa Urusi alitoa amri mara moja kwa jeshi la nchi hiyo kuzingatia makubaliano hayo. Kwani haka kama mchezo hamjakasoma wafuatiliaji wa Ihoma Media, ukiangalia vizuri tu utaona Marekani ikizungusha kete kupitia Ukraine bila ya yeye kujua. Na juzi tu Urusi ilifungua uwekezaji wa Marekani nchini humo na kununua hisa bila vikwazo. Nadhani mtakuwa mmeelewa jibu la kitendawili hiki sasa, kwani Marekani ipo kwenye vita ya maendeleo na kuimarisha uchumi wake. Waulizeni Wahodhi iliwapata nini baada ya kucheza na sharubu za Bwana Trump, kwani walijaribu kuzishambulia meli zake za kibiashara huko katika Bahari Nyekundu. Hata hivyo, Wizara ya Ulinzi ya Urusi ilithibitisha katika taarifa yake iliyotolewa mnamo siku ya Jumatano kwamba imepokea amri kutoka kwa kamanda mkuu wa jeshi Bwana Vladimir Putin kusitisha mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati ya Ukraine. Na hapa Zelensky asingeamini macho yake. Bila Trump huenda sasa hivi stories zingekuwa nyingine kabisa. Wizara ya Ulinzi ya Urusi ilieleza kuwa amri hiyo ilitolewa moja kwa moja na Rais Vladimir Putin, ambaye ni kamanda mkuu wa jeshi, kama sehemu ya utekelezaji wa makubaliano ya kusitisha mashambulizi ya miundombinu ya nishati dhidi ya Ukraine kwa kipindi cha siku 30. Hatua hii ilikujia baada ya mazungumzo kati ya Rais Putin na Rais Donald Trump, ambapo pande hizo mbili zilijadili njia za kupunguza ghasia na kuleta amani katika mzozo wa Ukraine. Wizara ya Ulinzi ya Urusi ilieleza kuwa wakati amri ya Rais Putin ilipotolewa kusitisha mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati ya Ukraine, kulikuwa na drones 7 za shambulizi za Urusi angani zikilenga vituo vya nishati vya Ukraine vinavyohusiana na sekta yake ya kijeshi na viwanda katika mkoa wa Nikolaev. Droni hizo zilikuwa sehemu ya operesheni za kijeshi za Urusi ambazo zilikuwa zikilenga miundombinu muhimu ili kudhoofisha uwezo wa kijeshi wa Ukraine. Hata hivyo, baada ya amri ya Putin, vikosi vya Urusi vililazimika kuzuia na kuharibu drones hizo angani ili kutii maagizo ya kusitisha mashambulizi hayo. Na hatua hii ilikuwa sehemu ya utekelezaji wa makubaliano yaliyofanikiwa katika mazungumzo kati ya Rais Putin na Rais Donald Trump, ambapo pande hizo mbili zilijadiliana kuhusu kusitisha mapigano na kupunguza ghasia kwa muda wa siku 30. Nikukumbushe kuwa Urusi imesema kuwa Ukraine ilikiuka makubaliano yaliyofikiwa kati ya Rais Putin na Trump kuhusu kusitisha mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati kwa shambulizi la ghafla dhidi ya eneo la nishati ndani ya Urusi. Hii ilifanyika mara tu baada ya kutangazwa kwa mapumziko ya mashambulizi ya umbali mrefu ambayo yalikuwa sehemu ya juhudi za kupunguza
ghasia na kuleta amani kwa muda wa siku 30, ambapo Urusi ilieleza kuwa shambulizi hilo lililenga miundombinu muhimu ya nishati ndani ya nchi hiyo, licha ya ahadi ya kusitisha mashambulizi hayo. Kwa upande mwingine, Ukraine haijatoa maelezo rasmi kuhusu shambulizi hilo, lakini Urusi inadai kuwa hatua hiyo inaonyesha kutoheshimu makubaliano kusitisha mashambulizi na ni dalili ya kushindwa kwa juhudi za kidiplomasia za kusitisha mzozo kati ya nchi hizo mbili, huku Urusi ikiendelea kushinikiza kwamba makubaliano hayo yanapaswa kuheshimiwa ili kupatikane suluhisho la kudumu wa mgogoro wa Ukraine. Jeshi la Ukraine limeshambulia kituo cha uhamasishaji mafuta katika mkoa wa Krasnodar nchini Urusi, ambacho kinahudumia bomba la kimataifa linalomilikiwa kwa sehemu na wawekezaji wa Marekani. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa Wizara ya Ulinzi ya Urusi, shambulizi hilo lilifanyika usiku wa kuamkia Jumatano na lilihusisha drones 3 za kamikaze ambazo zililenga kituo kilichopo karibu na kijiji cha Kavkazskaya, na kituo hicho kinatumika kuhamasisha mafuta ghafi kutoka kwa mabehewa ya reli hadi kwenye bomba linaloendeshwa na Kapskyn Pipeline Consortium CPC, kampuni ya kimataifa inayojumuisha makampuni makubwa ya Marekani kama Chevron na Mobil. Na shambulizi hili linakuja baada ya mazungumzo kati ya Rais Donald Trump wa Marekani na Rais Vladimir Putin wa Urusi, ambapo viongozi hao walizungumza kwa zaidi ya dakika 90 na kutangaza mafanikio katika juhudi za kufikia mapumziko ya vita, na Urusi ilikubali kusitisha mashambulizi dhidi ya miundombinu ya Ukraine kwa muda wa siku 30, na Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alikubaliana na mapumziko hayo, huku akieleza msaada wake kwa makubaliano hayo. Hata hivyo, shambulizi hili la Ukraine dhidi ya Urusi limeonyesha changamoto kwa juhudi za kidiplomasia na mchakato wa amani, kwani linadhihirisha licha ya makubaliano ya kusitisha mapigano, ghasia zinaendelea na pande zote zinazoshambulia miundombinu muhimu. Shambulizi hili linatoa picha ya ugumu wa kufikia amani ya kudumu kati ya mzozo wa Ukraine, huku kila upande ukiendelea na hatua za kijeshi, yani jisahau ni kuoneshe. Shambulizi hilo limesababisha uharibifu kwenye hifadhi ya mafuta iliyopo kwenye eneo la kituo na kuwaka moto ambao bado haujazimwa. Kulingana na taarifa kutoka kwa Wizara ya Ulinzi ya Urusi, Urusi imesema kuwa shambulizi hilo lilikuwa ni uchochezi uliopangwa mapema na utawala wa Ukraine, lengo likiwa ni kuharibu juhudi za Rais wa Marekani za kuleta amani katika mzozo wa Ukraine. Kwa mujibu wa taarifa mbalimbali zilizotolewa na Urusi, zinaeleza kuwa Urusi ilikuwa na drones 7 za kamikaze angani zikielekea kwenye malengo ya kijeshi katika mkoa wa Nikolaev wa Ukraine, wakati Rais Putin alipoamuru kusitishwa kwa operesheni hizo baada ya mazungumzo yake na Rais Putin, ambapo jeshi la Urusi lilitumia mifumo ya kupambana na ndege ya kivita kuzima drones zote. Sijui nini kilimkocha bwana huyu kuchange gear angani. Tukio hili linadhihirisha kukosekana kwa ushirikiano kutoka Ukraine kuhusu juhudi za kupunguza ghasia, alisema msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov, na aliongeza kuwa maafisa wa Urusi wanaangalia kwa makini utawala wa Ukraine ili kubaini kama kweli unasaidia juhudi za Rais Trump na Putin katika kutafuta amani. Kwa upande mwingine, hatua ya Ukraine kufanya shambulizi hili imeonyesha changamoto kubwa kwa mazungumzo ya amani na kudhihirisha kuwa pande zote zinahitaji kuonyesha dhamira ya kweli kwa kupunguza uhasama na kufikia suluhu la kudumu, yani kufikia hatua ya kuwapumzisha wananchi wake na milio ya mabomu na wasiwasi zisizo na ukomo. Ili kutekeleza amri hiyo iliyotolewa na Rais wa Urusi Putin, ulinzi wa angani wa Urusi ulilazimika kuzima UAVs, ndege zisizo na rubani, huku drone 6 zilipigwa na mfumo wa makombora wa Pantsir na drone nyingine zilizimwa na ndege ya kivita. Haya yanathibitishwa na Wizara ya Ulinzi ya nchini Urusi. Wizara ya Ulinzi nchini humo ilidai kuwa saa chache tu baada ya mazungumzo kati ya Rais Putin na Rais Trump, utawala wa Ukraine ulifanya shambulizi la makusudi kwa kutumia drones 3 za mabawa ya kudumu kwenye kituo cha miundombinu ya nishati kilichopo katika kijiji cha Kavkazskaya, mkoa wa Krasnodar wa Urusi. Hii iliifanya Urusi ing'ate meno kwa hasira, kwani nilimshuhudia
Putin akitoa chozi kwa ghadhabu kuona Ukraine ikipambania amani, kumbe ilikuwa na lake moyoni. Siku zote namwambia Putin kwamba ukipewa muda wa kupumzika usibweteke, dunia imebadilika sana. Hukusikia kwamba kikulacho kiungoni mwako? Hata hivyo, shambulizi hilo limesababisha uharibifu kwenye hifadhi ya mafuta iliyopo kwenye eneo la kituo hicho na kuwaka moto ambao bado haujazimwa. Kwa wazi tu, hili lilikuwa ni uchochezi uliopangwa mapema na utawala wa Ukraine. Lengo lilikuwa ni kuharibu juhudi za rais wa Marekani za kuleta amani. Haya ni maneno ya Putin. Nikwambie kitu Putin, usitafsiri simu hiyo ya Rais Trump kwa tafsiri sisisi. Tumia tafsiri ya kimaana, kwani namuona Ukraine hazitaki kabisa hizo mbivu unazotaka kumpatia. Yani kiufupi tu, pumzika ukiendelea kujipanga. Siku 30 najua kwako zinatosha vizuri kumpiga vilivyo yoyote yule atakayeleta pua yake na kuinua shingo dhidi yako kiolela. Hello, it is me again. Urusi, Ukraine na Marekani is not over until you win, Putin. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.